Unaambiwa yaani mpaka mwisho, siku ya mwisho atakupa tumaini mpaka siku ya mwisho. Tumaini ya siku ya mwisho. Wakati huko katika dunia hii ya leo ambayo imejawa na mambo mengi. Kwa maana nakwambia tukizana haya utaona. Na utakuwa sio mambo mazuri. Sasa niseme hiyo hata na hiyo. Mungu anakuambia uweke tumaini kwa ndio wewe hata ukiwa katika safari hii ya mbinguni utakuwa sawa. Na ukiwa duniani utakuwa watu sawa duniani. Na mwisho wa dunia kwani utakaa hapa milele. Unakuwa mwisho wa dunia, mwisho wako yani ndio mwisho wa dunia. Amen. Amen. Kwa sababu wewe utakaa hapa milele ndio maana naambiwa mwisho wa dunia wako. Yaani ile siku yako ya mwisho. Atakupa tumaini mpaka siku yako ya mwisho. Na utapata kudhili ufalme wa Mungu. Unajua hakuna kitu kizuri kama kudhili ufalme wa Mungu. Unajua hii dunia itakunjwa. Itakuwa hapo. Itaondolewa. Unasoma kitabu? Unasoma kitabu takatifu za Biblia? Unaambiwa nini? Itakuwa hivyo. Sasa ndugu yangu itakuwa hivyo. Wewe unakuwa wapi? Lakini kama unamtumaini Bwana, unajua yeye anakaa milele na milele. Sasa wewe utakaa naye huko milele na milele. Sema amen. Na hakuna kitu kinakosa. Unajua utakuwa na mwili mwingine, si mwili huu. Au kuna si mwili mwingine kwa roho. Amen. Kwa hiyo lazima ukue umeinua timu umekuwa mbinguni kwa ile ndio uingie mbinguni. Usidanganye. Sema amen. Mambo hiyo ni mambo ya kiroho. Unaingia mbinguni kiroho. Utangeuzwa mwili. Ungeuzwa. Wengine wanasema sasa ukua kija. Utakuliwa hiyo mwili yako ambayo ya huko ndani kwa hiyo mwili mwanzo imejaa dhambi Yesu kwa mbinguni. Maana mbinguni ni mahali patakatifu. Hiyo mwili inakutana na hiyo mwili inafanya mambo mengine huko hiyo ndio inaenda. Haiwezi kwenda. Amen. Sasa wakati wa ufufuo ukifika, watu wanafufuliwa. Kufufuliwa sio kufufuliwa usimame hivi. Unafufuliwa kiroho. Amen. Nataka uelewe katika mahali. Ama wewe si mtu wa bali. Ufufuo ukija utafufuliwa kiroho. Ufufuliwe kiroho upate kudhili ufalme wa mbingu. Upate kumuona Yesu. Wajua kama wewe utakuwa katika jina lako aliko katika kitabu cha uzima. Yesu hakika hauna muona. Kwanza nikwambie ukweli. Sitaki nikudanganye. Hauna muona. Maana wale watamuona na wale watamlaki ni wale ambao wanamtumaini yeye na wale ambao wameweka mawazo yake kwa mahali yeye yuko. Na mahali ukiweka mawazo yake ukiweka mawazo yako kwa mahali yeye yuko. Mahali yeye atakuwa. Na wewe utakuwa wapi? Si Biblia wewe unasoma. Haiandikwa hiyo imeandikwa sio?